Katika ripoti yetu tunamtazama rais huyo wa Marekani ambaye ametumia siku kadhaa huko Uturuki katika mkutano wa NATO uliofanyika katika jiji la Ankara. Wakati wa mkutano huo, rais huyo wa Marekani alizungumza mambo mengi, ikiwa ni pamoja na suala la Iran lakini pia na Ukraine. Hata hivyo, katika ripoti hii tunatazama ni namna gani ambavyo NATO walimpa nguvu kiongozi huyo wa Marekani ambaye baadaye alitangaza kwamba ataishambulia Iran usiku wa kuamkia Alhamisi. Wakati viongozi wakuu wakikusanyika wiki hii kwa mkutano wa kilele wa NATO wa kila mwaka, rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba usitishaji wowote wa mapigano na Iran unaweza kwisha ulikuwa kwenye kubadilisha mzigo. Zaidi ya kutilia shaka usitishaji vita hafifu kwa kusema Marekani huenda ikaipiga Iran na wimbi jipya la mashambulizi mnamo Jumatano jioni, tishio la bwana Trump linatatiza majadiliano yanayoendelea kati ya washirika wa Ulaya kuhusu jinsi wanavyoweza kuchukua zaidi gharama za ulinzi na fedha katika muungano huo. Hata hivyo, wanachama wa NATO katika nyakati hizi ni kama vile wamempa nguvu. Wakati akizungumza na waandishi wa habari pembezoni, akiwemo katibu mkuu wa NATO Mark Rutte, alisema kwamba lazima ataishambulia Iran, lakini kiongozi huyo wa NATO akajibu kwamba alikuwa sahihi kabisa Trump kuishambulia Iran. Hili linaonekana kumpa nguvu, lakini si yeye tu. Viongozi mbalimbali wa Uropa katika NATO nao pia waliunga mkono jambo hili la rais Trump kuishambulia Iran. Hata hivyo, bwana Rutte alieleza juhudi hizo kuwa ni hatua za kutoka kwa utegemezi usiofaa hadi ushirikiano wenye afya, lakini pia alisema kwamba muungano huo ulikaribisha kwa furaha uongozi wa Trump katika suala hilo. Maana yake ni kwamba kuna uwezekano mkubwa wa NATO kuingilia kati na kuungana pamoja na jeshi la Marekani katika mapambano dhidi ya Iran. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba mkutano huu wa NATO uliofanyika huko Ankara ulikuwa ni mtego kwa viongozi wa NATO kwamba wanapaswa kushiriki katika vita hivi, na baadhi ya viongozi walikuwa tayari na walieleza kwamba nyakati hizi rais Trump anafanya vema kuishambulia Iran baada ya Iran kukiuka makubaliano kwa kushambulia meli zilizopita katika lango la bahari la Hormuz. Wakati huo, maafisa wengine wa NATO wanaangalia kwa uangalifu hatua nyingine inayoweza kutokea. Tangazo la serikali ya Trump mwezi uliopita la ukaguzi wa vikosi vya jeshi la Marekani katika bara la Ulaya. Marekani imedokeza vikali kwamba upunguzaji huo unategemea Ulaya kutimiza ahadi yake iliyotolewa wakati huu mwaka uliopita huko The Hague na kuongeza matumizi ya usalama. Jambo muhimu hapa ni kwamba rais wa Marekani amefanya mambo karibia matatu. Jambo la kwanza ni kutaka kuondoa baadhi ya vikosi vya jeshi la Marekani katika nchi za Ulaya ambazo kwa muda mrefu zilikuwa zikitegemea usalama wao kutoka nchini Marekani. Lakini jambo la pili ni kile ambacho rais huyo wa Marekani wakati akizungumza na Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, kwamba ataonyesha msaada mkubwa katika taifa hilo linalopambana na Iran, kama vile aliwakosha viongozi wa NATO ambao kwa muda mrefu walikuwa wakishirikiana kwa ajili ya kuipa msaada Ukraine, na tegemeo lao ni kwamba kwa namna ya kipekee Urusi imekuwa ni changamoto kwao, na hivyo kama rais wa Marekani ataamua kuisaidia Ukraine kama vile amesaidia wao. Na hivyo wakati huu wachambuzi wa mambo wanaona kwamba ni rahisi kwa wanachama wa NATO kuingilia kati na kumsaidia Trump katika vita vyake dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hili lilimpa nguvu rais huyo wa Marekani na hatimaye aliamua kufanya mashambulizi ya usiku wa kuamkia Alhamisi, ambapo jeshi la CENTCOM lilianzisha mashambulizi hayo ambayo rais Trump alitangaza mapema siku ya Jumatano. Mtazamaji wa The World News, moja kati ya jambo ambalo sasa wachambuzi wa mambo wanalitazama ni kwamba endapo vita hivi vitatanuka na kuwa vikubwa zaidi, ni wazi NATO wataingilia kati kutokana na kile ambacho kimeonekana katika mkutano wao huko Ankara nchini Uturuki. Lakini pia rais wa Marekani amekubali kuipatia ndege za F-35 ambapo hili litaifanya Uturuki kurudi nyuma. Ikumbuke katika kipindi hiki Uturuki ni moja kati ya mataifa ambayo yanaunga mkono Iran katika mapambano hasa dhidi ya Israel, licha ya kwamba imejificha dhidi ya Marekani. Lakini kwa namna ya kipekee rais Donald Trump alitambua kwamba huenda Uturuki isishiriki katika vita hivi, lakini endapo ataipatia ndege hizo za kivita za F-35, ni wazi Uturuki itaingia katika mapambano haya dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na hivyo nyakati hizi Iran ikubali kwamba itapambana na zaidi ya mataifa 32 wanachama wa NATO. Kadhalika itashambuliwa pia na baadhi ya mataifa ya Kiarabu, hasa mataifa ambayo
yana uhusiano wa karibu na Marekani na yale ambayo yana kambi za kijeshi za Marekani ambazo IRGC inaendelea kuzishambulia. Endelea kutufuatilia, lakini nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein.